Karibu tena. Tumeweza kupokea taarifa kubwa ambayo kwa sasa imeendelea kutendi katika mitandao mbalimbali ya kijamii, kifo cha mama mzazi wa marehemu Karina Hawa. Mama mzazi wa Karina ameweza kufariki dunia siku ya leo tarehe 6 alipokuwa amelazwa katika hospitali kubwa hapa katika jiji la Dar es Salaam, na chanzo cha kifo ndugu ameweza kueleza sababu ambazo zimefanya mama huyu kuweza kufariki dunia. Nadhani wengi tunamkumbuka tukipenzi ambaye kwa sasa ameshatangulia mbele ya haki, marehemu Karina Hawa, ambaye aliweza kufikwa na mauti akiwa huko nchini India alipokuwa amelazwa akipatiwa matibabu. Na hatimaye kwa sasa mama yake mzazi huyo na yeye Bi Fatma ameweza kufariki dunia siku ya leo. Taarifa hizi kwa sasa zimeendelea katika vyombo mbalimbali vya habari. Msiba huu mzito tena kuweza kutufika wa Tanzania, kuondoka kwa mama mzazi wa marehemu Karina, licha ya mtoto wake huyo Hawa Karina kuweza kupata tabu nyingi sana kipindi anaumwa, kupitia mengi zaidi, na hatimaye Mwenyezi Mungu kuweza kumchukua mja wake na kuweza kutrendi sana kwa msiba huu wa marehemu Karina tangu alipoanza kuumwa takriban ya miaka 15 nyuma, na hatimaye ameweza kufariki tarehe 15 Aprili mwaka huu, na haijapita hata miezi 4 mama yake mzazi na yeye pia ameweza kufariki. Chanzo cha kifo cha mama yake mzazi na Karina, inasemekana kwamba tangu Karina alipofariki mama huyu alikuwa akiumwa, akisumbuliwa na pressure. Pressure iliweza kupanda sana kwa sababu alikuwa haamini kama mwanae huyo Karina ameondoka mbele ya macho yake, hata muona tena. Na tangu siku hiyo walipomaliza msiba, mama huyu alilazwa katika hospitali kubwa hapa katika jiji la Dar es Salaam akiwa anapatiwa matibabu. Alikuwa anaumwa sana mama huyu, na hatimaye Mwenyezi Mungu amempenda zaidi, siku ya leo ameweza kufariki dunia. Msiba huu umekuwa ni mkubwa sana, ni msiba wa kusikitisha, ni msiba mzito umeweza kutokea kwa wanandugu wa karibu kuweza kuondokewa na ndugu yao tena mwingine, mama yake na Karina kuweza kufariki dunia siku ya leo. Taarifa hizi ni kubwa sana na zimeendelea kutenda katika mitandao ya kijamii, vyombo vya habari kuendelea kuripoti mama yake na Karina ametotoka dunia siku ya leo kuweza kufariki baada ya kuweza kuumwa na yeye kuweza kusumbuliwa na pressure takriban ya miezi kadhaa tangu mtoto wake huyo Karina aondoke katika hii dunia, na yeye pia ameweza kufariki siku ya leo. Ndio huyo hapa kama unavyoona hapa. Hii ni siku ambayo msiba ulitokea. Mama huyo alilia sana, alilia kwa uchungu kutokana na mtoto wake huyo Karina Hawa kuweza kufariki. Hakuamini kabisa kama mwanae huyo analetwa kutokea nchini India akiwa maiti, jambo hilo ambalo lilimfanya mama huyo aweze kupata na pressure kutokana na msiba wa mtoto wake huyo Karina, ambaye aliweza kufariki tarehe 15 Aprili mwaka huu, na hatimaye pia ameweza kufariki tarehe 6 Juni siku ya leo, baada ya kuweza kuripotiwa kwa habari mbalimbali ambazo zimeendelea kutenda katika mitandao ya kijamii, kifo cha mama mzazi na marehemu Hawa Karina. Hebu hapa tutazame kile ambacho kiliweza kutokea siku za nyuma. Kazi ya Mungu haina makosa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dadi hata nisema niacheni nianze. Na unijalie nisikufuru, na nikufanya nisamehe. Ni uchungu mwanangu tumboni wewe. Jamani, ni uchungu jamani. Gani? Gani sana mtu. Niko namuona kapendeza. Hapo amependeza sana. Mama amependeza. Sasa kuona hivyo kama mama nauma sana. Nachoma mimi naona hiyo.
Maana utumbo wangu unatakia sentimita 2 katika sentimita 9 mwezi nilikuwa na Mwenyezi Mungu. Lakini ni kadari yangu mama, sina jinsi. Nikaambia sentimita 2, kuna sentimita 9. Akasema sasa itakuwaje? Nikasema daktari akasema huwa wana survive, lakini kwa shida mpaka ubongo uje uzoee hali hii ya utumbo kwa sina utumbo mkubwa ndani ya siku 90. Na sasa hivi nikiwa nateseka, nikiwa nakapika sili chakula kinakuwa kidogo sana, nikiwa nakapika. Ndio maana daktari ananiambia siku asema hajaridhika na kidonda changu, lakini mpaka tarehe 22 kwa uwezo wa Mungu ndio tutakuja mama. Nikamwambia nakupenda kuliko chochote katika dunia hii. Nakupenda mama yangu, nakuombea dua. Naomba Mungu mimi mama asinichukue nikujengee, hata ukifa maiti yako ipe kwa nyumba yako mama. Nakupenda mama yangu, natazidi kukupenda. Pole mimi. Sukari inanisumbua. Pole inanisumbua sana. Asante mama. Mungu atakujalia. Amina kwa dua zako. Ndio wako umenifurahisha sana. Nimefurahi kusema kweli. Na nimkumbuka sana Hawa. Nimkumbuka Hawa, unakuja kwa siku zote, unakuta Hawa. Unakaa chumbani mnakula, mnalala. Nimkumbuka sana. Mungu azidi wote kutupa subira, tupe uvumilivu, tuendelee kumwombea. Amin. Mungu atujalie kwa dua zenu inshallah. Na mama atamchunga subira hatuna jinsi. Mungu huwezi kumshtaki, hiyo ni kazi yake na ndio kama kabisa. Sina mwanao mtu, sio mimi nakuja hapo. Najua lakini sana wewe ndio una kazi zako, upate muda wa kuja. Na siku ulikuja kukuta Hawa na huo ulishindwa kula na kula kabisa mama. Ulikataa ukasema mama siwezi kula hali ya Hawa hiyo. Imeniumiza sana. Pole mama. Basi ndio mapenzi ulionao juu ya Hawa ni makubwa. Mungu atakulipa inshallah. Sawa mama, amina. Mimi nimefurahi kukuona leo, tuko pamoja leo. Mpaka usiku. Na baini tuwe pamoja, sio leo tu. Baini tuwe pamoja mama. Amina wangu. Aweza kujaza. Amina mama. Sababu ndio kama Hawa. Ndio nafarijika ndio nimeona. Kweli mama. Asante mamangu.